Ni mara ingine tena watu wa Mungu na wasalimu. Mjambo asubuhi ya leo. Asante kwa ninyi nyote watazamaji na wasikilizaji wa Dr. Wilson Swahili. Basi karibu tena katika siku mpya. Ni majira mapya na tunamwamini Mungu tena kwa ajili ya siku hii, na tuna matumaini makubwa kwa yale Bwana anakusudia kuyatenda siku ya leo, wiki hii na mwezi huu wa 9. Kabla hujaisha, tutaona makuu na maajabu ambao Mungu atatutendea. Karibu kwa video yangu, maendeleo ya kuweza kupata maelezo kuhusu kitunguu saumu. Jana nilikosea na watu wa Mungu wa channel hii, na waomba msamaha, maana niliita, badala ya kuita kitunguu saumu, niliita tangawizi. Lakini tangawizi ni nyingine, kitunguu saumu ndio kile nilikuwa nazungumzia jana. Basi kwa kizungu ni garlic. Sasa faida ni nyingi ambazo muda haukuruhusu jana. Kwa hivyo kama unataka kufaidika katika kutumia kitunguu saumu kwa masuala ya kiroho ambayo inaweza kusaidia katika mambo mengi sana. Kitu kingine kenye unaweza kufanya, pengine kama unagundua kwamba kuna uchawi katika boma lako, ama uchawi katika maeneo ya kibiashara, au katika mwili wako unahisi kwamba kuna uchawi uliofanyika katika mwili. Kuna watu ambao wamefura miguu, kuna watu wamefura miguu, kuna watu wamefura tumbo, kuna watu ambao kuna matatizo katika miili isiyo ya kawaida, na inapopimwa haipatikani suluhisho, hata medically haipatikani suluhisho. Sasa ujui unaweza kufanya nini. Umemwomba Mungu, nitakuencourage, nitakutia moyo, nikwambie mtu wa Mungu, endelea kuomba, endelea kumwomba Mungu akusaidie. Na pia nashukuru kwa Mungu kukukutanisha na channel hii ya Dr. Swahili. Nimezungumza mambo haya kwa wingi katika lugha ya Kizungu katika Global Solution kwa miaka karibu 2. Sasa mwaka wa 3 ndio nikaona wacha niweke tena channel ya Kiswahili, manake naona wengi wa Tanzania na watu wengi katika mataifa mengine wasioweza kujaliwa kuelewa lugha ya Kizungu wanatatizika. Ndio maana nikaweka hii channel, na namshukuru Mungu kwa vile mna cooperate, mnanitumia ujumbe wa kunitia moyo, mnanipigia simu, mnatuma messages, na nyote ambao mnatuma messages katika WhatsApp nitawajibu. Na wote ambao mnataka maswali yajibiwe yatajibiwa. Wale mnapeana order mtatayarishiwa na mtumiwe. Wale ambao mnataka kukuja Mombasa kwa ofisi na wakaribisha, lakini ni mtu niko very busy, yani ninahusika na watu wengi na maeneo mengi. So kile ninaomba ni kwamba kama unataka uje Mombasa ndio uweze kukutana mimi, watu hufanya kitu kinaitwa appointment. Si kwa sababu nimeinuliwa sana sasa watu hawezi kuniona. Hapana. Watu wanafanya tu appointment ili number 1 niweze kujua kwamba siku hiyo utakuwepo. Number 2 niweze kupatikana, kwa sababu unaweza kuja kama wiki iliyopita nimekuwa Uganda, na kuna watu wamekuwa hapa Mombasa. Wamekuja hapa wakiwa wanajua tu kwamba wacha anakuanga Mombasa, wacha tuende Mombasa tutakutana na yeye. Lakini kumbe ni mtu nina shughuli nyingi sasa, kiasi ya kwamba ukiamua kuja tu, na hiyo kuja kwako hujanijulisha, hatujapangana, inakuwa haunipati, kwa sababu kuna maeneo mengi na safiri, kuna nchi nyingi ninaenda, na watu wengi na wahudumia. Kwa hivyo wale ambao mnataka kuja kwa ofisi, wale mlio kuja na mkapata sipatikani Mombasa wala siku wa Kenya, poleni, hamukufanya appointment. Na watu kutoka Marekani, kutoka Ulaya, nchi mbalimbali wanakuja mpaka hapa wananipata, lakini huwa wanafanya appointment ndio waweze kunipata. Wananipata kwa sababu huwa tunafanya makubaliano siku fulani, wakati fulani, mpaka wanapewa na masaa yao. Naambia ukiingia saa fulani ndio utaenda kwa ofisi utampata. Unaruhusiwa.
wanabuku hoteli zao, wanakuja wananiona, na mimi nasikiza alafu nawahudumia. Sasa watu wa Mungu wale mnakuja, fanyeni hivyo, unajulisha mapema, unapata appointment. Ukiwa hujapata appointment, usijisumbue kuja, kwa sababu utanipata. Sababu utanipata hata kama utapata labda hiyo siku niko na wengi ambao walishabuku wako na mimi siku hiyo. Sasa siwezi ondoa mtu ambaye alibuku appointment yake nikawa niko na yeye, sasa nangojea ni kuingiza wewe nikuhudumie. Kwa sababu wewe vile umetoka Tanzania, umetoka Uganda, umetoka Zimbabwe, umetoka Zambia, kuna mtu pia ametoka Italy, kuna mtu ametoka Belgium, kuna mtu ametoka UK pia amekuja, anataka nimhudumie. Sasa labda yale ni masaa yake, nimeketi na yeye, siwezi wafukuza ni kuingiza wewe kwa vile umekuja saa hiyo. Kwa hivyo watu wa Mungu mnielewe, nimesema appointment itakuwa ni kwa ajili ya hiyo, wala si kwa sababu ati kuniona lazima uinuliwe, nimeinuliwa sasa huwezi kuniona hivi hivi. Nilienda kuona mhubiri moja katika mji wa Nairobi, nikaenda kumuona na alikuwa tuna nafasi, na akatoka akasema, mbona unakuja kuniona? Kwa nini unataka kuniona? Mimi huwa sionani namna hiyo. Una hela ngapi? Weka 10,000 pale kwa appointment ya kuonana mimi. Na alafu mimi nimeinuliwa sana, siwezi onana na watu kama nyinyi. Naambia mimi nimeinuliwa sana, kuongea na watu kama wewe siwezi. Niko juu sana, gari yangu ni kubwa, nalala kwa nyumba ya heshima, nakaa mzuri, akaunti yangu iko mzuri. Kwa hivyo sina haja ya kuonana na watu maskini, watu wa kuombaomba, watu wa kutafuta, watu wa kung'ang'ana katika maisha. Na nilikuwa si hata kuomba, nilikuwa nimeenda kuomba. Nilikuwa na nia kwamba mtu huyu wa Mungu, kwa vile nimepatikana katika mji huu, huwa kuna mambo nakumbuka nyuma yalikuwa ya baraka kwangu. So nikaona wacha nipate nafasi nimsalimie. Sasa kuna wahubiri wale walio chini yake wananijua. Sasa wakati waliniona, apostle, hata baba kwa hapa ndani, tunaomba umsalimie. Msalimie tu, yuko na nafasi. Wale wachungaji walio chini yake ndio waliniambia. Na mimi nikafurahia, hata nikaona ni vizuri nisipite. Maana ni mtu ambaye amewahi bariki moyo wangu katika eneo fulani. Sasa akanifanya vile, akanifukuza, akaniambia siwezi onana na watu kama wewe, kisha na kwamba anaendesha gari kubwa, ameinuliwa, akaunti ina pesa, anaishi nyumba mzuri na ana kanisa kubwa. Sasa hawezi kuniona. Sasa mimi ukija ghafla hawezi kuniona, kunisalimia utanisalimia, tutasalimia, lakini kuketi kusikiza haitawezekana, kwa sababu kuna watu ambao walibukiwa na wako pale. Kwa hivyo lengo langu la kusema ufanye appointment ni hiyo, si kitu kingine. Si ile kuinuliwa kwamba niko na kanisa kubwa, nimepakwa mafuta, niko juu, mapepo yananitii. Hapana. Mimi bado siko kwa hiyo level. Bado mimi ndio naomba Mungu nikue juu, nikuje juu. Na nikikuja juu bado nadhani kwamba sitabadilika, niko vile vile tu nilivyo. Sasa kwa kuharibu uchawi, ukigundua kwamba kuna uchawi katika maeneo ya kazi au katika mwili au katika boma, unachukua kitunguu saumu, unakiponda katika maji, katika mtungi ule kinu, unapiga, alafu unachanganya na ile chumvi ya baharini. Changanya na chumvi ya baharini, alafu ungoje mkojo wako wa kwanza wa asubuhi, uchanganye nao. Mkojo wa kwanza wa asubuhi uchanganye nao, kisha uombe juu yake, Mungu aitumie kama silaha. Sasa kile utafanya, kama ni mchawi uko kwa mwili, mwaga kidogo katika maji yako ya kuoga, alafu uoge. Unaelewa? Kama uko katika maeneo ya biashara, unagundua kwamba hapa imewekwa uchawi fulani, unachukua unamwagilia juu, na spring unamwagilia juu hiyo maji. Sasa kama iko kwa boma, unamwaga kwa compound ya boma. Kama iko kwa nyumba, maeneo zile ambazo unagundua kwamba uchawi unaweza kuwa umefanyika hapa, unamwaga hiyo. Itakupatia suluhisho
la kuharibu kabisa ule uchawi. Inaharibu kabisa uchawi, inaharibu uwezo wote wa uchawi ambao umefanyika katika mwili. Unaona kitu kingine, ukichukua na kuiponda kitunguu saumu, alafu uiweke kwa maji, uwe unaoga kila wakati, usiku na mchana, maadui wale ambao ni wachawi watakaa mbali sana na wewe. Wale watu ambao mioyo yao imebeba maroho mabaya, uchawi, wanakuwazia vibaya, roho itawaingia na Mungu atatuma roho ya hofu juu yao. Sasa wataanza kuogopa, watakaa mbali na wewe ukioga hiyo maji ambayo imechanganywa na kitunguu saumu kila wakati. Labda kuna mtu pia unataka kuzungumza naye, na kuna jambo ambalo unataka kuongea na huyu mtu, lakini unajua we mwenyewe kwa moyo wako ya kwamba mtu huyu ni muovu. Kuna watu waovu, hauwezi ukakutana yeye ukaondoka bila yeye kufanya jambo ambalo litakudhuru. Sasa kila ambacho utafanya, unachukua tu kitunguu saumu, unachambua, alafu unaweka kwa mdomo, unakula, unatafuna, alafu una meza. Then ukimaliza, shukuru Mungu, alafu nenda kakutana huyo mtu ana kwa ana, kaonane na yeye ana kwa ana. Nataka nikuambia kwamba utaongea na yeye vizuri, mtajadiliana yale ambao ulitaka kusikiza kutoka kwake na yale ambao ulitaka kumwambia atasikiza, na mtamaliza bila uchawi wowote kukufuata. Akijaribu kufanya lolote ili kitu kikufuate, haitawezekana. Unanielewa? Hayo ni mambo ambayo unaweza faidika kutokana na kitunguu saumu. Jambo lingine ambalo Mungu akikujalia pia unaweza fanya, ukigundua kwamba majirani zako wengi ni maadui zako na hawakupendi kuendelea kwako, hawapendi kuinuka kwako kimaisha, hawakutakii mema, hawataka kuona wewe na mke wako mkicheka, hawataka kuona wewe na mume wako mkitembea. Yaani mioyo yao inawauma, wako na wivu, wako na kijicho. Wale watu, kuna mioyo ya aina hiyo, na wengi ni majirani wanaokaa hawakutakii mazuri, hawataki uinuke. Na hii imeshika mpaka hata wahubiri, imeshika kuna mhubiri hataki kuona mhubiri mwingine akiinuka. Mwingine akiinuka anaonekana kwamba yeye ni mganga, yeye ni mchawi, sijui, na kuna mambo tu yanatendeka anaonekana kwa wazi, watu wanapata baraka, watu wanapona na Mungu anaokoa watu, lakini watu wanaweka vitu vingi. So ukigundua kwamba unakaa katikati ya wachawi na watu ambao hawakupendi kuona mema, unaweza kuchukua kitunguu saumu, unawakisha moto wa makaa, alafu unaweka ndani, unachoma. Hata yale maganda yake unabambua, unaanika. Ikikauka unakuja unachoma kwa moto. Moshi wake unapotoka, unafanya maombi kwa nyumba. Utaona katika kambi ya maadui zako, wale wanaokuwazia mabaya watachanganyikiwa. Sasa ukichoma ile, kila wakati utakuwa unachanganya maadui zako. Mawazo yao itaenda kutua. Watasahau ile mipango ambao walikuwa wamekupangia. Uoga utawaingia, wataogopa hata kupanga. Watasema neno lakini halitakupata, kwa sababu Bwana atakuwa yuko pamoja nawe. Ukitaka kufanya huduma hizi ambazo ninasema, ukitumia mali hii ya dunia hii ambayo Mungu alitupatia, vyakula hivi, vinywaji hivi, matunda haya na spices hizi, kama unataka kufanya hizi vitu zote nafundisha, hakikisha kwamba wewe mwenyewe huna ubaya na mtu. Moyo wako ni msafi. Unapoona msichana fulani anaolewa, ufurahie. Ukiona kijana fulani anaoa, uwe na amani, uchangie kufurahia. Usiwe na mipango mibaya wala mawazo mabaya kuharibu. Ukiona huduma ya mtu inaendelea na mtumishi wa Mungu ampako mafuta, msupport, simama naye. Biashara ya mtu inainuka, furahia. Maana hiyo ndio njia ya kusababisha na wewe uinuke. Hiyo ndio njia ya kusababisha na wewe ufanikiwe, na wewe watoto wako wafanikiwe. Furahia ufanisi wa mwenzako. Ni mlango moja kukufanya na wewe ufurahie, uinuliwe tena. Ikiwa una mipango mibaya, mawazo mabaya kinyume na watu na nini, basi mambo haya unafanya ufai kuyafanya, kwa sababu nature haiwezi kukubaliana wewe
kama una lengo mbaya na unataka kutumia kuondoa maadui zako, maana wewe ni adui tayari wa wewe mwenyewe. Sasa huwezi kufukuza adui. Ukifukuza adui wa kwanza ni wewe mwenyewe, utakuwa unajifukuza. Kwa hivyo jiweke sawa upande wa Mungu, jiweke sawa. Maandiko yanasema heri wenye moyo safi, watamuona Mungu. Usafi wa moyo unavutia uwezo wa Mungu juu ya maisha yako. Sasa usafi wa moyo utakusaidia. Unanielewa? So ukitaka kufukuza kuchanganya maadui, unafanya vile. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Watakupangia mipango yao kwa pamoja wakiwa kwa meeting. Wakimaliza wakiinuka watakuwa wanarushiana mikono. Kila mtu anaenda njia yake. Kwa vile kwa kambi yao utakuwa kumetupwa bomu ya kuwachanganya. Na hilo linafanyika wakati unatumia maombi na unachoma. Watu wanapochoma ubani, wanapochoma ile maudi zile za kuvuta majini, wewe choma hii na uombe Mungu. Utachanganya maadui zako. Unaelewa? Kuna wale ambao mnakuanga na ndoto mbaya kama za kuumwa na manyoka, kufanya ngono katika usiku usingizini, hata wengine ni mchana mnatembelewa na mabwana wa kiroho na wake wa kiroho. Na matatizo haya inawasumbua kwa muda. Hata wengi mmenitumia ujumbe hizi na mjui mtafanya nini. Kuna huduma mbalimbali ambazo ninafanya, ila kwa hii video nitakufundisha unaweza kuwaweka mbali nawe ukitumia kitunguu saumu. Unaweza kuweka mbali nao ukitumia kitunguu saumu. Yaani wewe kibambue, alafu kibaki ile ngozi nyeupe ile mzuri, alafu omba Mungu akusaidie kwamba watu hawa watengane na wewe, muwe mutalakiane. Alafu kitu ya pili, omba ukiwafukuza kwamba kama kuna chochote ambacho uko nacho. Manake wengine mmepewa rings za kiroho, mko nazo hamjaziondoa. Unaondoa chochote ambacho kinahusu hao watu. Vitu ambao vinachangia wewe kupata hizi kula kwa ndoto, kunywa kwa ndoto, basi hizi vitu nataka nikueleze ya kwamba unachukua unaweka chini ya pilo baada ya kuomba nayo. Utalala usingizi wa amani, hautaota ndoto za kufukuzwa na majini, kulaliwa na mapepo, kufukuzwa na watu wasioeleweka, wanyama wakikuuma. Hii ndoto zote mbaya na horrifying dreams zitakuwa zimekimbia. Utaona kwamba Mungu atakutetea, utalala na amani. Si Mungu akubariki, si Bwana wainue, si Bwana awasaidie jamani, awatetee. Si huduma yangu ipate tu nafasi kwa maisha ya mtu, angalau akicheza vitu hivi na vyenye nafundisha, Mungu amtokee tu, ambariki. Nashukuru Mungu kwa Josephine, ako upande sijui ni wa Juba. Yeye amekuwa supporter kabisa pia wa Global Solution. Yuko katika Global Solution mara nyingi hatazami hii ya Kiswahili. Lakini Josephine ni Mkenya, ako kule nje. Na amekuwa wa kuorder services zangu na pia amekuwa wa kuorder recipe zangu. Sasa recipe ya mwisho nimemtumia imefanya kazi. Ametoa ushuhuda, amekuwa na deni kubwa, ameshindwa atafanya namna gani. Lakini recipe ile nilimpatia, anamwaga kwa maji, anaoga, alafu anaenda kuuza kwa duka. Anachukua ingine anamwaga kwa maji, anaoshea mahali ambapo anafanya nini? Anaosha. Ana duka kubwa lina uwezo mwingi, lakini amekuwa na deni kubwa ambalo amekuwa akusumbuka kulipa. Sasa kwa siku 7 tu yenye nilimwambia aoge nayo, kwa hizo siku 7 deni limeenda chini. Sasa imebaki kidogo, lakini nilimwambia siku 7. Sasa anauliza kama labda ile imebaki akunywe ndio sasa iendelee kufanya kazi. Wapendwa, kuna recipe zingine napeana ambazo hazitakani kuingia katika kinywa, maana zimebeba mchanganyiko wa vitu vingine ambavyo ni sumu kwa maisha ya mwanadamu. Unafuata instructions za nimesema, kama ni kumwaga maji na kuoga, hilo tu. Mimi ni daktari na nikikupa maelezo ninajua vitu ambavyo viko pale ndani. Si kwamba mimi ni mhubiri tu wa kusema kunyweni mafuta. Mimi si mtu wa kunywesha watu mafuta.
Mafuta yana faida zake na kuna watu wanajua faida zake. Lakini mimi nikikupatia mwelekeo, hata kama ni maji ya kawaida tu, lakini nikikuambia usikunywe, yaoge, fanya hivyo. Utaona baraka za Mungu zikija juu yako. Amefaulu. Wakati nimekuwa Uganda, kuna ushuhuda zinakuja nyingi. Kijana mmoja mdogo alikuwa anakula kila siku, usiku anaamka anaanza kula kwa ndoto. Anakula haeleweki, na alikuwa anaumwa na magonjwa. Babaka alimleta na ametuma ushuhuda. Toka siku hiyo kuna amani, amelala, ana tatizo kabisa. Ana tatizo, kila kitu imeenda sawa. Yeye mwenyewe amefunguka, hata mambo yamemwondokea. Mamake ametowekwa na maumivu yaliyokuwa pale. Mnaweza fuata video za Kampala, mtaona nikiombea watu kwa video. Nawaombea. Na ni baadaye niliwapa pia product za kutumia. Sasa unaona? Sasa mimi nimetembea Uganda na sijapepa naenda huko ati nimetoka na maelfu ya Uganda, hapana. Nimetumia pesa zangu. Wale watu wa Uganda kile wamefanya, wamelipa hall, lakini mimi nimelipa hoteli yangu, nimelipa chakula changu, nimelipa fare yangu. Mimi mwenyewe nimedrive gari yangu kutoka hapa Mombasa mpaka Kampala. Nimegwika mafuta yangu na nimerudi. Unaona gharama hizo zote najitolea, ni pesa nyingi, na siendi kuomba watu pesa. Sasa ujiuliza, mbona mnaniambia hapa wale wanasema hizo vitu ni biashara, ni fetish, unadanganya watu. Sasa hata wewe una akili kweli wewe ambao unaniambia nadanganya watu? Sasa mimi nadanganya watu nipate nini? Kwa vile sidanganyi ili ni wanipatie pesa. Unawezaje kulipa pesa zako mwenyewe kwenda katika mji kudanganya watu, alafu tena uweke gari yako mafuta uondoke bila kuwaitisha pesa zako? Sasa hiyo ni kudanganya ina gani? Ili upate faida gani? Na moyo wangu uko katika kutatua matatizo ya watu. Wacha Mungu akutetee. Wacha Mungu akuonekanie. Si Mungu akutetee tu, uwe na ushuhuda kama hao wengine wana ushuhuda nyingi. Tukutane kwa video nyingine ambayo inakuja. Bwana Yesu awabariki. Bwana awabariki. Na niliwaitisha mchango tu wa sadaka za free will. Kwa ajili ninaenda crusade kubwa niko nayo. Niko na missionary work na watu 30 katika mission work, vijana wa kike, wa kiume, wa mama, wazee, watu 30. Niko nao katika mission work, jinsi ya kuwapeleka katika ground. Inanigharimu kila mmoja shilingi 2,700. Kwenda na kurudi itanigharimu shilingi 6,000 kwa kila mmoja. Kutoka Mombasa kwenda huo mkutano na kurudi, na ninaenda na watu kwa ground, watu 30 kwa ground. Na ni wiki 3 napiga. Wiki ya kwanza, wiki ya pili niko pale katika missionary work, alafu wiki ya 3 ni event kubwa ya crusade. Na nimeitisha sadaka zenu. Wale mnaweza kunitumia sadaka za hiari. Kuna madhabahu, kuna vyombo, kuna kulisha hawa, kuna kufanya kazi katika missionary work, kuwasaidia, kuna kulipia maeneo ili nafsi zile zipate kuokoka. Ninaenda katika mji wa Busia, takuwa hapo Bumala. Na sasa mimi nawaambia ninyi ambao mnapenda Yesu na mnapenda huduma yangu na kazi ninafanya, unaweza kusema, Apostle, nimeguswa na mzigo ambao uko nayo. Sina pesa nyingi, lakini shilingi zangu 1,000 hii itakusaidia mahali. Shilingi 10,000 hii itakusaidia mahali. Wale ambao mnajiita mapartner na mafan katika channel zangu, Global Solution, wapi, na waomba msimame na kazi hii. Hii ndio njia ya baraka. Wengi wananitumia mambo ya maombi na nini, lakini sadaka zao huwa watumangi. So na waomba wale ambao mnaweza kuwa na mzigo, kazi ya Mungu ifikiwe. Ninaenda katika huo mji na nina lengo kubwa la kufungua watu katika mji ule. Kwa wiki hizi 2 zitakuwa pale kwa seminar, alafu wiki ya 3 nzima itakuwa ni crusade. Crusade yetu itaanza tarehe 2 na itaisha tarehe 6. Na baba yetu wa kiroho, mtumishi wa Mungu, Pastor Ezekiel, atakuwa Nairobi. Tuko katika mkutano ule kuanzia tarehe
18 mpaka tarehe hiyo Jumapili ikifika pale. Tuko Nairobi pale Kasarani. Sasa mimi nitaatend hiyo mkutano wa huyo Evangelist Ezekiel tarehe 18 mpaka nini, tutakuwa pale. Hiyo ako pale. Sasa akimaliza mwezi wa 10 tarehe 2 mpaka tarehe 6 ndio mimi nitakuwa na crusade pande wa magharibi. Sasa ninyi mlio fan katika Dr. Wilson Swahili Channel, mnaomfuata Yesu, mnaomwamini Yesu na mnapenda mafundisho yangu na huduma zangu, basi simama na mimi tu. Ni gharama. Naenda kwa ground na watu 30 na wote wanalipiwa fare kutoka Mombasa kwenda, na watalipiwa fare kurudi, na watapewa chakula pale, na watapewa maji, na watapewa chai, na wanaprovidiwa mahali pa kulala. Wote wanakuwa kwa ground kila siku wakifanya huduma. So, si unaona hiyo gharama hiyo? Si wewe usimame na mimi tu, mtu wa Mungu. Si hata mchungaji wewe unanisikiza, si Mungu akuguse. Unaweza hata kuniambia apostle na kuongeza speaker hii moja. Ongeza kwa vyombo vyako vya crusade. Kwa sababu saa hii niko na speaker nina speaker za crusade kama 1 2 3 4 5 6 7 8. Niko na speaker 8 za crusade, lakini kwa crusade hii nataka speaker kama 12. So ninakosa speaker 4. Power amp niko nazo 1 2 3, niko na 3. Kama nikipata speaker 4 na power amp 1, basi mimi niko salama ndugu yangu. Niko salama katika hiyo crowd. Lakini pia natengeneza madhabahu. Madhabahu nimeenda kukodisha ni 300,000 kwa siku 5. Sasa wewe unaweza nichangia chochote. Usimame na mimi ni useme, mtu wa Mungu unafanya kazi, umetoka Uganda na hii ndio kazi mnafanya na tunafanya na mioyo ya watu. Angalia Pastor Ezekiel vile amefanya. Hiyo advertisement yote, mabango yamewekwa all over the country. Angalia hizo gharama. Angalia hiyo magari vile yamezinduliwa kwenda kila maeneo kutangaza tu, matangazo tu. Na sisi sijakuambia mambo ya posters, sijakuambia mambo ya flyers, sijakuambia mambo ya mabango. Angalia hizo vitu zote ziko. Dada yangu, ndugu yangu, kazi ya Yesu inataka msimame na wale wamejitolea. Mungu akubariki. Karibu tena kwa video nyingine. Asante.